Leo tarehe 24 mwezi wa 9 tulikuwa na zoezi la ufunguzi au utanuzi wa barabara katika soko letu hili la Sabasaba. Kama mnavyoona ndugu zangu, hili soko la Sabasaba sio soko dogo. Kwa takwimu ambazo nimepewa na kiongozi hapa mwenyekiti, kuna watu takriban 14,000 ambao wako katika hili soko. Sasa unaweza kuimagine kwamba janga aidha limetokea la moto au janga lolote ambalo linahitaji kufanya sisi maokozi, sisi kama upande wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, inakuwa changamoto. Kwa hiyo haya masoko yetu wafanyabiashara wanaendelea kufanya biashara wanakuwa. Lakini sasa kwa bahati mbaya zile njia za awali au njia asilia ambazo zilishatengwa kwa ajili ya kupita aidha magari ya dharura au watu wote ambao wanadili na huduma za dharura. Naomba niwasisitize wafanyabiashara wa soko letu hili la Sabasaba, tushaweka alama. Kwa hiyo hakuna budi kuendelea zile alama kuziacha kama zilivyo, ili endapo dharura yote inapotokea sisi watu wa huduma za dharura, ikiwepo sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tuweze kufika kwa wakati na tutoe hizo huduma kwa wakati. Lakini bado hairidhishi, lakini na elimu tunaendelea kuitoa. Tofauti na awali, ili zoezi tumelifanya kama miezi miwili nyuma, tulitumia zaidi ya masaa 12 kufungua ile njia ya kwanza. Kwa hiyo kadiri tunavyoendelea kufanya ukaguzi na tunavyoendelea kupita kwa wafanyabiashara na kuwapa elimu, kidogo mwamko unaendelea kuwepo. Kwa hiyo na sisi tunawaahidi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tutapita mara kwa mara. Lengo ni kuweza kuzihuisha, kuendelea kuzihuisha zile njia, manake hawa wafanyabiashara wasije wakapata tamaa kuendelea kupanga bidhaa zao katika sehemu ambazo tayari ni njia halali au njia kwa ajili ya magari au vyombo vya dharura kuweza kupita. Ndani ya hii miezi mitatu kuna majanga makubwa sana, sio naongea kwa kuwatisha, kuna majanga makubwa yametokea katika nchi yetu. Walianza wenzetu hapa Singida ndani ya miezi mitatu. Singida pale soko la wafanyabiashara likaungua. Baada ya kutoka Singida wakaja Iringa nao wakapata majanga hayo. Baada ya Iringa ikaja ikatokea katikati hapa kama nadhani wiki 2-3 nyuma Kawe, mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unaweza kuja kuona kwamba yani unapata ile alarm kwamba hapa tusipochukua tahadhari mapema, na especially sisi Dodoma hapa ni makao makuu ya nchi. Kwa hiyo tunaendelea kufanya hili zoezi na litaendelea kuwa endelevu. Pindi hata janga basi linapotokea tuweze kufika kwa wakati. Isije ikawa kwamba soko lipo, sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, miundombinu inakuwa sio rafiki, tunashindwa kufika kwenye eneo la tukio, alafu lawama zinakuja kwetu. Kwa hiyo ni vizuri tunasema tunajisafisha mapema, tunachukua tahadhari na tunaendelea kuelimisha wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla. Panapotokea na shida yoyote au changamoto yoyote, aidha janga la moto au maokozi, msisite kutupigia kwa nambari yetu ya dharura ya 114. Naitwa Ana James, lakini tunashukuru Jeshi la Zimamoto kwa kazi nzuri walizozifanya. Inano amefanya kazi kubwa kutupa ushirikiano viongozi, na hawa viongozi tumefanya kwa ajili ya faida ya soko letu, sio kwamba tunamwasili mtu wala kumdhulumu mtu, na watu wametia amni na sasa hivi zoezi linaendelea vizuri. Kwa kweli tunaomba ili zoezi liwe endelevu na kila mtu ajue kwamba ni faida ndani ya soko letu. Jina naitwa Mama Dainesi, mfanyabiashara wa soko la Sabasaba. Nawapongeza Zimamoto kwa kutupanulia kwanza njia, maana tulikuwa tumebanana sana na waliopata sana ni wachache tu, lakini ni vizuri kuwa na sehemu ya uwazi. Kwa majina naitwa Kombo, ni mwenyekiti wa soko la Sabasaba. Nia na madhumuni tunafungua njia, pili tunahakikisha mali za wafanyabiashara hazibuguziwi, lakini na tatu ni tuhakikishe zoezi limeenda vizuri. Sisi nia na madhumuni tunajilinda na majanga ambayo tunayaona. Hivi karibuni Singida wamelia, hivi karibuni Iringa wamelia, hivi karibuni Kawe wamelia. Sasa na sisi hatutaki kulia, kwa sababu sisi ndo maisha yetu. Kweli tumelimaliza kwa amani. Bado njia ndogo sana ambayo tunakwenda kuimalizia stendi, ambayo tumekubaliana na Mheshimiwa Mkurugenzi wa jiji kwamba tuifungue ile njia na tuweke kifusi kwa ajili ya kuongezewa daladala, kwa sababu humu ndani soko letu sisi lina kila aina ya watu. Kuna walemavu wapo, kuna wazee wapo, kuna wajane wapo, kuna yatima wapo. Sasa sisi nia yetu ni kupata usafiri kama vipata masoko mengine. Hili ndio nia yetu, lakini tunashukuru Mungu kwa kweli zoezi limeenda vizuri sana na mpaka tulipofikia hapa. Kwa hilo wafanyabiashara kweli nawapongeza sana.